Karibu Biblia Times. Biblia takatifu, kitabu cha Mathayo sura ya 5. Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapo washutumu na kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa njia yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustilika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msizani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, paka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yoyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana anawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyorea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kazi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakwambia, hutoki humo kamwe, hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, utupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee,
wala mwili wako mzima usitupwe katika Jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na mpe hati ya taraka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usizuri ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joo pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo. Mmesikia ya kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.